Mungu alionyesha maono kwamba Magufuli asipojirekebisha atakufa. Mungu alionyesha maono kwamba Magufuli asipojirekebisha atakufa. Na narudia tena, ili kama shtaka linaongezeka liongezeke. Nilikuwa kwenye maombi na Bwana akanionyesha Rais Magufuli akiendelea kufikiri yeye ni Mungu, akaendelea kufikiri kwamba kila kitu kiko chini ya miguu yake, akaendelea kufikiri kwamba anaweza akaamua kucheza na maisha ya watu kwa sababu ana nguvu ya dola. Mungu ameniambia maisha yake hatafika 2020, kwa sababu Mungu ameniambia sitaogopa kulisema mahali popote, na jana nimesema kwenye kikao cha waziri mkuu. Tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Baba namchukia Ndugai. Tarehe 14 Mei, hata jua mimi nimemwandikia Ndugai message mimi. Nilimwandikia message mimi Ndugai. Nilimwandikia message mimi tarehe 14 Mei au 13 Mei. Nikamwambia bana, sikiliza, nakuhakikishia wewe utavuna mabaya siku sio nyingi. Na jana nikamkumbusha, nikamwambia kaka, si nilikwambia? Sasa unaona umeenda kutubu kwa Mama Samia kama unatubu kwa Yesu. Bado hujaona, tena jiandae wewe unaondoka wewe. Nimemwambia jana mimi tena Ndugai. Kwa mimi furaha nilionayo sio kwa sababu mimi ni sadist, ila kwa sababu angalau Mungu anasikia kelele na kilio chetu juu ya mateso watu wanaopitia kwa sababu ya watu kujiona ni miungu watu. Sote tunafahamu kwamba kuna mpendwa wetu ambaye hatunaye leo, naye ni Mheshimiwa Job Yusino Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye juzi tarehe 6 mwezi huu alitangulia mbele za haki. Hivyo kabla sijaendelea na hotuba hii, niwaombe ndugu zangu tusimame kwa dakika moja, kila mtu kwa imani yake tumuombee. Wanataka wapitishe uchaguzi huu kwamba wameshinda kwa 90%. Na mtazamaji, Tume ya Uchaguzi Tanzania imemtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi ulioandaliwa siku ya Jumatano. Na mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Jacobs Mwambegele alimkabidhi Suluhu cheti cha ushindi na kutangaza kuwa sheria za Tanzania hazimruhusu yoyote kufika mahakamani kupinga matokeo ya urais.